Lengo kuu la semina hii ni kuwajengea uwezo wanawake wanachama wa UWT katika maeneo muhimu ya maendeleo ya uchumi, yakiwemo biashara na viwanda vidogo, elimu ya kibenki na huduma za kifedha, elimu pamoja na uwekezaji wa usimamizi wa fedha. Semina hii imeandaliwa kwa kuzingatia changamoto halisi zinazowakabili wanawake wajasiriamali, wakiwemo mamalishe, wafanyabiashara wadogo na wakati, na wanawake wanaotaka kuingia kwenye uwekezaji na ujasiriamali wa kisasa. Ndugu mgeni rasmi, dhamira yetu ni kuhakikisha wanawake wa UWT wanapata elimu ya vitendo itakayomsaidia kushiriki na kukamilisha na kukuza biashara, kuongeza kipato na kuimarisha ustawi wa familia na jamii kwa ujumla. Kupitia mada mbalimbali zilizowasilishwa, wanachama wamepata kuelewa kuhusu namna ya kuanzisha na kusajili biashara kwa usahihi, namna ya kuandaa mpango wa biashara, matumizi sahihi ya huduma za kibenki na mikopo, pamoja na elimu, umuhimu wa kuweka akiba na kufanya uwekezaji. Ndugu mgeni rasmi, tunatambua kuwa elimu hii ni silaha kwa kuwakomboa wanawake dhidi ya umaskini na ni nyenzo muhimu ya kuongeza pato la taifa na familia. Kwa kutambua kuwa elimu pekee haitoshi, bila vitendo, ofisi ya mbunge ikishirikiana na Amo Foundation imepanga kufanya tukio la ugawaji wa vifaa mtaji. Na yale yaliyofanyika kwa kuitekeleza ilani ya Chama cha Mapinduzi. Na nikisema kwa kuitekeleza ilani ya Chama cha Mapinduzi, maana yake ni yale ambayo Mheshimiwa mbunge ametuambia kwamba baada ya semina hii sasa atapita kuangalia matokeo ya semina hii. Atapita kuangalia wale ambao wanahitaji na wana nia ya dhati ya kufanya biashara, na kwa fursa ambazo serikali yetu imetupa, wanataka kufanya biashara gani na watazifanya namna gani. Lakini katika kipindi hicho hicho Mheshimiwa mbunge amesema atakapopita kuwaangalia wale ambao wana nia ya dhati ya kufanya biashara, wana vikwazo gani katika kufanya biashara zao. Ni wangapi wanaweza kwenda SIDO? Ni wangapi wanaweza kwenda Azania? Ni wangapi wanaweza kubaki na Amo ili wafanye biashara na biashara zionekane na faida ionekane. Semina hii ya leo kwanza imenikumbusha kutumia benki, kwa sababu kama mfanyabiashara au mjasiriamali unatakiwa pesa zako zipitie benki ili hata uweze kuwa na statement za kibenki. Hata pale unapotaji kuomba mkopo wanahitaji kwamba kuona statement zako za kibenki, na pia tumefundishwa viwango vya TBS. Kwa wale wajasiriamali ambao waliokuwa wanauza biashara ambazo hazina TBS, ninaamini wapo wajasiriamali waliosema wataenda kusajili viwango vyao, wameambiwa kwa urahisi wapitie SIDO ili waweze kupata mafunzo na waweze kupata TBS kupitia SIDO. Inakuwa rahisi kama mjasiriamali mdogo. Kiukweli niseme semina ya leo nimeipokea kwa mtazamo tofauti, kwa sababu Mheshimiwa Amina Budi semina ya leo ametuwezesha sana kina mama. Ikiwezekana tunasema imelisha ubongo wetu. Kina mama tulikuwa nyuma sana katika mambo ya ujasiriamali. Sasa hivi tunataka kwenda kufanya biashara, kina mama
biashara ambayo ina viwango. Tulikuwa tunafanya biashara ambazo hata viwango havipo. Kwa mfano mtu wa TBS katueleza kwamba biashara ili iwe nzuri lazima ikafanywe vipimo nini. Tulikuwa zamani tunaenda tu tunafanya biashara zisizo na viwango. Unaweza kwenda kufanya biashara kwa kukuta mwenzako biashara yake inatoka, kumbe tulikuwa tunakurupuka tu.